Kitendo cha baadhi ya masista wa kanisa Katoliki kujitokeza jana kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi huku wakiwa wamebeba mabango ya chama hicho pamoja na picha za mgombea wa CCM, yani Rais Samia Suluhu Hassan, kimepelekea manung'uniko makubwa dhidi ya uongozi wa kanisa Katoliki. Sasa hapo jana huko Masasi mkoani Mtwara, Rais Samia Suluhu Hassan alifanya kampeni zake huko, na miongoni mwa walioshiriki katika kampeni hizo ni kundi la masista wa kanisa Katoliki. Hawa ni kutoka shirika la Mtakatifu Benedikto wa msaada wa Kikristo Afrika, na kama nilivyoeleza awali, masista hawa walikuwa na picha za mgombea wa chama hicho pamoja na bendera za CCM. Sasa hili limezua manung'uniko kadhaa, hasa miongoni mwa waumini wa dini wa madhehebu ya Katoliki, na manung'uniko haya yametokana na sababu mbalimbali. Moja ya sababu ambazo zimepelekea manung'uniko haya ni jinsi serikali ambavyo haikuwekea kipaumbele tukio la kusikitisha lililotokea huko nyuma dhidi ya Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Dr. Charles Kitima, Father Charles Kitima. Kama mnavyokumbuka, alivamiwa na kushambuliwa vibaya, na kwa mujibu wa maelezo aliyotoa yeye mwenyewe ni kwamba lengo la wavamizi wake lilikuwa ni kumtoa uhai. Serikali baada ya kutokea tukio hilo ilidai kwamba imekamata watu wawili, na mmoja akiwa ni kada mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi Frei Koseni. Huyu siku mbili kabla ya kutokea kwa tukio hilo la uvamizi dhidi ya Father Kitima aliandika ujumbe huko kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akimtishia Father Kitima kwamba siku zake zinahesabika, na siku mbili baadaye shambulizi likafanyika dhidi ya Father Kitima. Kwa hiyo ilitolewa maelezo na waziri wa mambo ya ndani na jeshi la polisi, hatimaye wakadai kuwa wamewakamata watu wawili, lakini mpaka hivi leo hakuna taarifa zozote kuhusiana na tukio hilo. Na taarifa zinaeleza kuwa huyo Koseni wakati mmoja alionekana katika mkutano mmoja wa CCM huko Dodoma, ikimaanisha kuwa hakuwa amekamatwa. Na hata kama angekuwa amekamatwa, mpaka kufikia muda huu jeshi la polisi lingekuwa limetoa maelezo kuhusiana na swala hili. Hilo moja. Lakini pili, kuna tukio jingine ambapo Padri Jordan Kibiki wa kanisa la Katoliki jimbo la Mafinga aliripotiwa kuwa amepotea katika mazingira ya kutatanisha, na baadhi ya watu wakadhani kwamba huenda atakuwa ametekwa. Lakini katika hatua ya kushangaza, jeshi la polisi jana limetoa taarifa kwamba padri huyo hajatekwa na wala hajapotea, bali amekimbia madeni. Sasa katika mazingira ya kawaida kwamba padri anaweza kukimbia madeni haingii akilini, lakini hata kama ingekuwa inaingia akilini, jeshi la polisi kwa muda mrefu limeonekana kuzembea katika kushughulikia masuala ya watu wanaotekwa au watu ambao wanapotea. Lakini katika nyakati mbalimbali viongozi mbalimbali wa serikali pia wamekuwa wakionyesha kuwa swala la utekaji sio lenye uzito. Inakumbuka kwamba Spika Tulia Ackson aliwahi kusema kwamba hakuna tatizo hilo la utekaji, lakini pia hivi karibuni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alidai kwamba takriban 90% ya matukio ya utekaji yanayoripotiwa ni fake. Kwa hiyo unaona kwa namna kubwa kabisa kuwa serikali haiyapi uzito matukio haya na wala haionyeshi dalili ya kutaka kupata ufumbuzi wa matatizo haya. Lakini mfano mwingine wa hivi karibuni ni jinsi Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mmoja wa viongozi waandamizi wa CCM alipojitoa mhanga na kuzungumzia swala la utekaji, lakini nyote mnafahamu nini kilichomkumba. Makanisa yake mpaka hivi leo yamefungiwa. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ambayo ipo. Lakini kwa upande mwingine, mwezi April mwaka huu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kupitia kwa rais wake Dr. Wolfgang Pisa lilitoa wito kwa serikali kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na wito huo ni kuitaka serikali ifute kesi hiyo. Serikali haikujibu, na badala yake alijitokeza mtu mmoja anafahamika kama Sheikh Mwaipopo
akageuka kuwa kama msemaji wa serikali na kulikemea kanisa Katoliki kwa kutoa wito huo wa kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe, akidai kwamba hilo ni swala la kisheria na inatakiwa mahakama ndio ishughulikie. Hata hivyo, hili tukio la jana la masista kuonekana huko Ndanda wakiwa na bendera za CCM pamoja na mabango yenye picha ya mgombea wa CCM ni mwendelezo wa matukio yanaonyesha ukaribu wa CCM kwa upande mmoja na serikali pamoja na kanisa Katoliki. Na kwa hakika huu uhusiano umekuwepo kwa muda mrefu. Lakini katika kipindi kama hiki ambapo kuna changamoto, ilitarajiwa kanisa liwe na msimamo au lifanye maamuzi magumu. Sasa katika siku za hivi karibuni, mwezi huu Septemba, Rais Samia Suluhu Hassan alikutana na Askofu Kardinali Rugambwa huko Tabora pamoja na askofu mstaafu Paul Ruzoka katika ikulu ndogo ya Tabora. Na tukio hili lilikuzwa sana na vyombo vya habari ambavyo viko karibu na CCM. Picha zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kama ilivyokuwa tukio la jana la hizi picha za masista. Zilisambazwa sana. Na si vigumu kufahamu kwa nini zilisambazwa sana. Ni kujenga ile taswira kwamba hakuna tatizo. Lakini kuna tatizo, kwa sababu isingekuwa tatizo Father Kitima asingevamiwa, na kama kusingekuwa na tatizo basi wavamizi wake wangekuwa mpaka muda huu wamepatikana, na kama wangekuwa hawajapatikana jeshi la polisi lingetoa kauli kuhusiana na tukio hilo. Lakini ukiweka mbali kuhusu hili linalotokea kwa Father Kitima, kuna tatizo kubwa zaidi. Viongozi kadhaa wa dini wamekuwa wakibuguziwa, lakini pia mpaka muda huu angalau maaskofu wawili sio wa kanisa Katoliki wametoroka. Mmoja ni askofu Mwanamapinduzi pamoja na askofu mwingine wameondoka kwa sababu kwa mujibu wa taarifa zao ni kuwa kulikuwa na matishio ya usalama dhidi yao. Kuna mashambulizi kadhaa yaliyofanywa dhidi ya viongozi wa dini katika siku za hivi karibuni, na yote haya yanaashiria kwamba mambo hayapo. Lakini upande wa pili, katika kampeni za CCM, moja ya jambo ambalo halijazungumziwa kabisa ni hili janga la utekaji. Kwa hiyo kwa namna nyingine yumkinika kuamini kwamba CCM haisumbuliwi na tatizo hili. Maana ingekuwa ni swala linalokisumbua chama hicho, basi ingekuwa miongoni mwa ajenda ambazo zinazungumziwa katika mikutano yake ya kampeni. Imejikita zaidi katika kueleza mafanikio yake, lakini haigusii changamoto kubwa, na moja ya matatizo makubwa yanayokabili Tanzania muda huu ni hili la utekaji. Kwa hiyo hili tukio la kanisa Katoliki limejenga taswira ambayo pengine miongoni mwa waumini wa kanisa hilo haipendezi. Sasa nini ambacho kinaweza kufuatia? Labda uongozi wa kanisa hilo unaweza kujitokeza hadharani, aidha kukemea kitendo hicho na kueleza. Hata hivyo, swali la msingi linabaki kuwa ilikuwaje masista hao wakashiriki katika hiyo shughuli ya jana? Kwa sababu kwa mtu yeyote anayefahamu utendaji kazi wa masista, utendaji kazi wa mashirika ya masista, hawa ni watawa, watu ambao mara nyingi wapo kwenye majengo yao, kwenye mashirika yao, ni nadra kuwaona hata hadharani. Mara moja unaweza kwenda kwenye shughuli, lakini si kujihusisha na masuala ya kisiasa. Kwa hiyo yumkinika kusema katika miaka hivi karibuni hakujawahi kutokea tukio la kushangaza kama hili lililotokea jana. Na katika mazingira ya kawaida ni vigumu kuamini kwamba hawa masista waliamua wenyewe kwenda kwenye shughuli hii. Taratibu za nidhamu katika mashirika ya utawa ni kali sana, na ni lazima wanapotoka wawe na ruhusa maalum. Kwa hiyo kuna mtu alitoa ruhusa. Je, inawezekana kwamba ni uongozi wa shirika hilo ndio ulitoa ruhusa kwa masista hawa kwenda? Hilo linaonekana kuwa ni uwezekano mdogo, kwa sababu mashirika haya mara nyingi yanaongozwa na uongozi wa jimbo husika. Kwa hiyo hilo linaachia possibilities mbili. Moja ni kwamba huenda uongozi wa jimbo Katoliki ndio uliotoa maelekezo kwa masista hawa kwenda kwenye hii shughuli. Lakini uwezekano wa pili, inawezekana kwamba CCM iliomba au serikali iliomba, kwa sababu hizo ambazo zilitaja huko nyuma, kwamba picha kama hizi zinaisaidia serikali au inaisaidia CCM katika kampeni zake, kuonyesha kwamba inaimarisha mshikamano wa kidini, hakuna matatizo ya mambo ya utekaji, ni kama ni porojo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hilo. Hata hivyo, matarajio kama nilivyosema, huenda kanisa Katoliki litafanya jambo la msingi la kujitokeza hadharani, kwa upande mmoja kukemea na kutoa maelezo hili limetokeaje, kwa sababu alijengi taswira nzuri. Na pengine hili litasaidia kuponya
hayo manunguniko ya waumini. Je, una maoni gani kuhusiana na tukio hili? Tafadhali toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Asante na kwaheri.